Je, unajua kuwa inawezekana mtu akaingia peponi bila kusujudu hata mara moja? Ndiyo, unanisikiliza vizuri. Swala 5 ni nguzo za dini, lakini shujaa huyu aliwashangaza maswahaba na hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipata radhi za Mwenyezi Mungu ndani ya saa chache tu tangu asilimu. Jina lake ni Amru bin Thabit, maarufu kama Al-Usayrimu. Leo nitakuhadithia safari yake ya dakika zake za mwisho iliyombadilisha kutoka mtu aliyekuwa akiukataa Uislamu kwa miaka mingi hadi kuwa mkazi wa peponi kabla hata hajaswali hata swala moja. Usiondoke, maana mwisho wa simulizi hii utagundua kitu kikubwa kuhusu rehema za Mwenyezi Mungu. Islamic Book Story. Al-Usaymiru alikuwa mtu wa kabila la Banu Ashhuri huko Madina. Wakati ndugu zake wote na kabila lake zima waliposilimu kupitia kwa Mus'ab ibn Umair, yeye alibaki na msimamo wake. Alikataa kata kuingia kwenye Uislamu. Maswahaba walijaribu kumlingania kwa upendo, lakini moyo wake ulikuwa mgumu kama jiwe. Lakini kama tulivyo hatujui ghaibu, huwezi kujua saa moja ya hidaya, uongofu, itakapogonga mlango wako. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya vita vya Uhudi. Siku ya Uhudi, wakati Waislamu wanatoka kwenda kupigana, kitu cha ajabu kilitokea ndani ya moyo wa Amru ibn Thabit. Ghafla, nuru ya Uislamu iliingia kifuani mwake. Pasipo kuambiwa na mtu, alichukua upanga wake, akavaa vazi lake la vita na kuelekea uwanjani. Lakini hakwenda upande wa washirikina, alienda upande wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofika uwanjani, watu wa kabila lake walishangaa. Walimuuliza, Amru, mbona umekuja hapa? Je, ni kwa ajili ya kutetea kabila lako au umeamini Uislamu? Al-Usayrimu aliwajibu kwa ujasiri, nimekuja kwa sababu namwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Alipigana kwa ujasiri uliopitiliza, alijitolea maisha yake yote kufidia miaka aliyopoteza. Vita vilipoisha, maswahaba walikuwa wakitafuta majeruhi. Walimkuta Al-Usayrimu akiwa amelala chini, damu zikimtoka, akiwa katika pumzi zake za mwisho. Wakamuuliza tena sababu ya kuja kwake, na yeye akasisitiza kuwa amekuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Muda mfupi baadaye roho yake ilitoka. Jambo la kushangaza ni hili: alisilimu asubuhi, akapigana mchana na akafariki kabla ya muda wa swala ya kwanza kufika. Hakuwa amewahi kuswali hata rakaa moja, hakuwa amewahi kufunga Ramadhani wala kutoa zaka. Habari hizi zilipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alitabasamu na kusema neno moja ambalo kila muumini analitamani kulisikia: yeye ni katika watu wa peponi. Mtume aliongeza kusema, alifanya kidogo lakini akalipwa kikubwa zaidi, kwani Mwenyezi Mungu anaangalia nia zetu. Simulizi ya Al-Usaymiru inatufundisha kuwa kamwe usimdharau mtu yeyote kwa sababu hujui mwisho wake utakuwaje. Pia inatufundisha kuwa rehema za Mwenyezi Mungu ni pana kuliko unavyofikiri. Je, simulizi hii imekugusa kiasi gani? Niandikie neno subhanallah kwenye komenti kama umependezwa na kisa hiki cha Al-Usaymiru. Mimi ni msimulizi wako wa Islamic Book Story. Tukutane kwenye simulizi ijayo. Hii ni Islamic Book Story. Karibu tukusogeze katika historia ya Uislamu.